Nyinyi ni wahuni. Nyinyi ni wahuni. No justification. Ninyi ni wahuni na mnaleta uhuni kwenye mpira. Ndio maana mnavunja kanuni kijinga jinga. Huwezi kukaa mahali ambapo mambo ya kihuni yanatawala na kanuni na miongozo inapuuzwa. Wanaoongoza mpira wa Tanzania wamewaona hawa watu ni takataka, hawafai, hawana maana yoyote wala mchango wowote kwa mpira wa nchi hii. Ndio kwa sababu leo kamati inavunja kanuni makusudi huku ikijua inavunja kanuni. Hakuna kanuni inayoelekeza kwamba a day before timu isipofanya mazoezi mechi iahirishwe. Haipo hiyo kanuni. Ni mizuka na uhuni. Niite uhuni. Uhuni ni uhuni tu. Na uhuni unaofanywa na hizi kamati zilizoundwa na TFF kwa ajili ya kuendesha mpira wetu. Klabu ya Simba ilipotoa statement yake jana usiku wa manane, tafsiri yake ni kwamba klabu ya Simba inaweza kuamua kipi kifanyike kwenye mpira. Halafu kwa sababu mamlaka za mpira zinaiunga mkono hiyo klabu isiyojiweza, maskini ya Mungu, zenyewe huwa zinakuja kusimenti tu hayo maamuzi yao ya kihuni. Kwa hiyo sisi kama wadau wa mpira wa miguu tunampongeza sana mzee Filemon. Tunampongeza sana mzee Filemon, mjumbe wa kamati. Baada ya kuona hawa wahuni wanatekeleza uhuni wao na kuvunja katiba na miongozo ya mpira wa nchi, mzee ameamua kujiondoa kwenye nafasi zake za kiuongozi. Mzee huyu ametoka nje ya kamati, akasema mimi siwezi kuwa sehemu ya uhuni huu. Hivi ndivyo viongozi mnatakiwa kuwa, uwajibikaji. Baada ya sauti hii tuliyosikiliza kutoka kwa moja kati ya mdau wa michezo hapa Tanzania, nikapitia ukurasa wa Instagram wa Arafat Haji, makamu rais wa klabu ya Young Africans. Naye alikuwa na mengi ya kuzungumza kufuatia kwa hichi ambacho kinaendelea kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Bana, kuna ukurasa wa Instagram wa Arafat Haji, yeye aliweza kuandika: ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kila kona zote za nchi. Mliosafiri kwa anga, mliosafiri kwa magari, mliopanda pikipiki na mliopanda boti hadi watembea kwa miguu. Yote ni kwa ajili ya Young Africans. Huu sio upendo tu, bali ni mahabarevya kwa klabu yenu bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poreni mno. Kadhia ya leo, sisi kama viongozi mliotupa dhamana ya kusimamia hii chapa, kwa niaba yenu tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inahusika kwa juu sana, na kwa heshima ya mpira wa miguu na kuheshimu uthubutu wenu tuliandaa kila kitu na tuliandaa timu kuingia uwanjani tayari kwa ajili ya kushindana, ila yaliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi kubwa ya kihistoria. Ninyi ni sisi na sisi ni ninyi. Maumivu haya ni yetu sote. Kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, na basi hata sasa mpaka milele tupo pamoja. Hilo likae vyema kwenye kumbukumbu kuwa sisi ni Yanga. Wachezaji na benchi zima la ufundi, asanteni kwa heshima mliotupa wapenzi wa soka nchini bila kujali timu zao. Wamehakikisha mpira wa miguu na wameshinda. Kuna wakati sio swala la mshahara wala posho, bali ni heshima kwa nembo ya kijani na njano. Asanteni sana vijana kwa kufika, angalau mashabiki wameweza kuwaona na kuwalaki. Wananchi, mechi yetu dhidi ya mtani wetu Simba imeisha hivi leo, na kwa msimu wa 24-25 raundi ya pili, na ieleweke vyema kuwa hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine yoyote, siku nyingine na tarehe nyingine yoyote kuhusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu. Imewekwa sawa kwenye kumbukumbu na ikolezwe kwa wino kuwa it is done and they stand.
sisi tunasonga mbele kwa ratiba zingine. Hii ndiyo sauti moja, kama moja daima mbele nyuma mwiko, na tutashikilia hapo hapo. Wananchi, niwatakie safari njema, na wote mliorejea, na wote mrejee kwenu mkaungane na familia zenu. Tutakutana tena wakati mwingine pamoja, majaliwa inshallah. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya option ya Alfat Haji, rais wa klabu ya makamu rais wa klabu ya Young Africans, kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinadaiwa kuwa moja kati ya vitu ambavyo vimetokea kunako mechi hiyo. Lakini pia tukapita kwenye ukurasa wa Instagram wa Haji Sunday Manara, ambaye ameweza kuongea fakti. Kwa upande wangu naweza kusema ameongea fakti kunako ukurasa wake wa Instagram. Aliweza kuandika, kama hawakutoa taarifa yoyote kwamba wataenda kufanya mazoezi, mmepata wapi nguvu ya kuahirisha mechi? Mbona mnajichanganya wenyewe? Halafu toka lini kamati ya masaa 72 au bodi ya ligi kufanya uchunguzi katika mambo ya vurugu? Hapo si ni kosa la jinai? Lini mmekuwa DCI? But the way, taarifa inakosa hata uungwana wa kuwaomba radhi mashabiki waliolipa viingilio vyao na wengine waliotoka mbali mikoani. Mmeshindwa hata kuwaomba msamaha Azam TV, wadhamini wenu walioingia hasara kubwa na maandalizi ya mechi hii. Kwenu nyie hasara, kwenu nyie kuahirisha mechi ndio mlioona la lazima kuliko kuwajali walaji wenu mnaowahimiza kila siku kujaa uwanjani. But the way, toka lini kamati yenu ya masaa 72 itakutana kujadili masuala ya mechi bila ripoti za wasimamizi? Au mlikusudia masaa 72 yaishie hewani? Lini mmeanza kukutana bila ya mechi husika? Okay, najua mkihojiwa mnakimbilia kuwaita watu na kuwafungia. Basi niiteni mnifungie milele, lakini kwa hili mmepuyanga. Bana, hii hapa ilikuwa ni caption ambayo aliweza kuiposti Haji Sunday Manara kuna ukurasa wake wa Instagram mara baada ya hiki kinachoendelea na kuahirishwa kwa mechi ya Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Ni moja kati ya taarifa ambayo nimekuletea ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako klabu yako ya Young Africans. Bana, wakati haya yote yakiendelea, basi meneja habari wa kikosi cha Young Africans kufuatia naye ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika, wote mliokata tiketi mapema, kwa mfumo wa ununuaji tiketi ulisitishwa mchana saa 7, ambapo hadi muda huo zilikuwa zimekatwa tiketi 40,000, akisema Ally Kamwe. Wale waliokata tiketi wasiwe na wasiwasi, tunasubiri kuona nini kitaamliwa, kwani utaratibu maalum ulifanyika kisha utatolewa taarifa rasmi. Katika tiketi zote kiwa 50,000 jukwaa la VIP, 30,000 jukwaa la VIPB, na 20 jukwaa la VIPC, jukwaa la Orange 5,000 na jukwaa la mzunguko, wakati Loyal tiketi ni shilingi 150,000. Mchezo huo wa ligi kuu bara ambao Young Africans walikuwa wenyeji wa Simba Sports uliopangwa kuchezwa Machi 8, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 1:15 usiku uliahirishwa na bodi ya ligi ya Tanzania TPLB kufuatia uamuzi huo, uamuzi wa Simba kugomea mechi wakidai wamenyimwa haki ya kanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja siku moja kabla ya mchezo. Bana, hii hapa pia ilikuwa ni taarifa kutoka kwa meneja wa mawasiliano na meneja wa habari na mawasiliano kutoka katika kikosi cha Young Africans kufuatia kwa wale waliokata tiketi kwamba nini kitafanyika kuhusiana na fedha zao ambazo wamelipa kwa ajili ya kiingilio. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo imejaa maswali ya kujiuliza nini kinachofuatia na nini kitakachoamliwa na bodi ya ligi hasa na nini kitakachoamliwa na TFF. Bana, nikusihi kwamba endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea na nini kitaamliwa. Sisi tumepiga kambi hapa TFF kuhakikisha kwamba tunakupa kila unachostahili mwanafamilia wa HNT Media ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Lakini kuna moja kati ya taarifa kubwa ambayo inafuata. Nikusihi endelea kuwa pamoja nasi, na hii hapa ni HNT Media. Bye bye.